yanakwenda na maji. Unipende kwa nini? Umekula mtaji. Sawa siwezi sema ya kwako maana huwa yangu siri. Tukiacha watoto kuna moja inaniuma sana. Yanancho tatizo moyo, ukishapenda unaamini. Hata ukisalitiwa ngumu kufanya maamuzi. Moyo una baya mwenyewe. Unatekea baadhi unajiachia na huo mti wako mkavu. Yaani bwana tulivyokuona mdudu wa mbaazi. Yaani mwili kama mti mkavu. Muone kwa sura alivyokupauka bibi wewe. Bibi wewe. Njoo taratibu. Sijui unanielewa? Tulia hapo hapo, tulia. Wewe, tunakupa taarifa. Kwanza naomba unisikilize kwa makini. Tunakupa taarifa, nenda kwa hiyo shoga yako asiye kwa na mwili huyo. Tena? Huyo mti mkavu huyo. Tunakupa taarifa tu umfikishie. Yule asiye kwa na shepu. Tena? Yule mwenye kome kama chapati ya maji. Mpe shoga. Mpe. Mwambie kome kutembea na bwana za watu. Tunakupa taarifa shoga yangu. Umfikishie. Kutembea na bwana za watu akome. Sijui umenielewa? Au unasemaje udugu? Hivi nyie mnajikuta kina nani hapa mtaani? Nyie mnajikuta nani hasa? Binti, nisikilize tena, nisikilize kwa makini. Yaani usinipangie mimi jinsi ya kuja. Nitakapokuja ndo hivyo ninavyotaka. Si unanielewa bibi wewe? Sikiza kitu kimoja nikwambie sawa. Ukamwambia ushoga yako, huyo udugu wako ambaye kila anachokiona natamani kukivaa yeye. Si unaelewa shoga? Ukamwambie akome tena akomai kutembea na shemeji yetu. Sio kila kisima anachokiona basi kinafaa kuchotoa maji na tekeo. Visima vingine havichotoi maji. Ukiona maji unakufa. Si unaelewa shoga yangu? Ukamwambia huyo udugu wako akome tena akome mpaka mwisho kutembea. Au unasemaje udugu wangu? Nachoka mimi mtoto aje jamani. Kamwambia basi ana aibu. Kutembea kila kitu lazima apalamie mabwana za watu, wewe kuweza. Sikilizeni niwaambie. Msione tumekaa kimya, mkazani tunaogopa. Hatuwaogopi. Na huo mdomo wenu ipo siku moja utawatokea puani. Nachoka mimi. Shoga. Nicheke mie. Basi vizuri. Sasa kama anaweza leo tumekuja vizuri. Yeye kishali leo. Si unaelewa? Yaani hapo mngotoka tupakate kapilika zetu. Tunaelewa? Sasa kamwambie siku nyingine tukija. Yaani face to face hivi. 3-4-3 tukimwa. Yaani kama anataka shoga mtu unaelewa? Yaani kitaumana shoga yangu. Unasema kampe taarifa mwenzio. Sawa. Yaani sisi namba chafu hizo kitu. Yaani tu hivi. Mziki mwingine kamwambie. Tutakapomuona hama zake hama zetu. Shoga, hatuna kaida kuongea na mtinga. Tunaelewa bibi wewe. Yaani hii inaitwa message send and deliver. Tumemaliza. Sura ile zao zilivyowapauka. Huyo shoga yenu mwenye shepu kwa nini bwana aje mngangania? Kaenda kungangania huo mti mkavu. Tafuteni kazi za kufanya. ni samaki porini. Machozi yangu yanakwenda na maji. Waje Unipende kwa nini? Umekula mtaji. Sawa siwezi sema ya kwako maana huwa yangu siri. Tukiacha watoto kuna moja nafikiri. Inaniuma sana. Yananchoma. Tatizo moyo, ukishapenda unaamini. Hata ukisalitiwa ngumu kufanya maamuzi. Moyo, 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 moyo. Teddy. Teddy, Nani? mtoka nje na wewe. Nani umekaa huko ndani kama utumbo? Nani kumfungia ndani? Karibu. Safi za wewe. Mimi niko poa. Vipi ulipotoka? Yaani nilipotoka sio kwema. Umeshaanza ngonjea zako. Hebu karibu ndani kwanza tuzungumze. Shogangu karibu. Nilikuwa nachekicheki movie hapo. Maana nasikia wewe. Nakuja kuangalia ndio. Alafu nakuja tena kuuliza unaniambia uko ulipotoka sio kwema. Nini tena kimetokea? Shoga, wewe acha. Nilichokutana nacho leo. Hata sikuwa nakuamini. Muda nipo njiani nakuja kwako. Saa ngapi nisikutane na wale wadada wa Mbeya?
Nahisi mwenyewe unawajua vizuri. Nishawajua. Hivi shemeji yupo bwana? Amna, alikuja jana asubuhi, ameondoka zake kazini. Kwa hayupo leo. Maana na wasiwasi. Sio kwa kichambo hicho nilichokutana nacho. Kichambo tena. Wewe acha. Hivi unajua kama shemeji ana mahusiano na mtu mwingine? Weka hapo. Ila ujue kuna wenzio mama. Nimekutana na Momo na Masugange. Walichoniambia ni kwamba nije nikufikishie taarifa uachane na mpenzi wa rafiki yao ambaye ni Kaitana. Sijui unaelewa? Hao wengine wanajisumbua tu. Laurent ananipenda sana mimi. Wewe mwingine ni nani ambaye unamjua? Yaani hicho kichambo chote nilichokutana nacho kwa sababu ya shemeji yangu mie. Mimi nahisi kabla hujaja kwa ungewafikishia. Wanajisumbua bure. Alafu Laurent ananipenda na mimi nampenda. Kuachana, watandike mkeka wakae mpaka jioni wafunge mahesabu. Haya Maya, mimi nimekufikishia tu taarifa. Shuga yangu. Kilichonileta mimi mwenzio kutoka huko kote mpaka kukutana nayo mwanjiani. Hicho kichwa changu. Mwana kina hali mbaya. Alafu hata unifumue unisuke tena jamani. Ndio. Yaani nywele zako, yaani hazina hata shukrani. Si nimekusuka tu juzi. Mbona sio unanichamba? Twende nikakusuke nje. Hayo ndo maneno sasa. Ndio maana nakupendaga. Karibuni akina udugu. Shoga yangu. Katika pitati zetu tumekutana na mdada mmoja anaitwa nani vile? Samina bana wewe. Udugu wake na Teddy. Huyo hujakosea shoga. Hebu niambie. Shoga yangu, kama unavyotujua sisi. Hatuna dogo, hatuna kubwa. Kwetu yote mambo lele shoga yangu, uelewe. Shoga baada ya kukutana naye, tumemchamba. Udugu tumemsuuza. Udugu, fanya kama unatuona. Katika sekta zetu. Hatujapoa shoga yangu. Tumemsuuza, tumemchamba, tumemnyali. Yaani tumemwambiaje? Kaza kuchukua mabwana za watu, akamwambia shoga akome. Yaani katika siku, yaani leo mmejua kunifurahisha jamani. Mmenifurahisha. Yaani hapa najiona mwepesi mimi Kaitana jamani. Sasa nasemaje? Yule lao shemeji. Yaani ni shemeji yenu kabisa. Yaani hapa kwangu achomoke, yaani ndo kashafika. Nitafanya hivyo vyote vile. Lazima nipate. Kama unavyojua ndugu zako. Jambo la kwako la kwetu. La kwetu la kwako. Hapo. Udugu wewe, hata kulaza damu katika hilo. Tumemchamba, tumemsuza, kila kitu udugu zako tumefanya. Si unaelewa bibi? Bwana wa kwako. Na upo naye sana. Sasa nasemaje? Hivi kwanza mimi najiuliza, huyo lao kafuata nini kwa mtimkavu ule? Kabisa. Sura hana. Chakulizidi nini? Hana. Yaani uzuri hana. Mimi nina rangi na shepu, afu mimi mzuri. Jamani mimi mzuri. Mtu anajikubali na rangi yake. Yaani kabisa mimi piskali, mama kazaa Mungu kaumba. Hapa mtaani hakuna kukuzidi wewe. Hakuna. Bibi shepu una na utamba nayo. Mtoto chuchu konzi. Rangi unazo gani? Ule mtimkavu nini kutusumbasia akili? Gani? Bwana tunaye na tunatamani. Mfanya sipata utafuta nini mafuta. Makedusu kwa mbaya. Wewe acha tu.
Zingine mpaka nimechukua. Wewe Teddy wewe. Unaumwa au? Mimi nahisi kabisa hii ni mimba. Mimi nikajua umepima, kumbe unahisi tu. Hebu acha kuwa na wasiwasi bwana. Utapika supu na mimba. Inaweza ikawa hata malaria. Saimina, nakwambia hivyo kwa sababu na uhakika. Tangia juzi hii imenikuta. Kama ndio hivyo basi cha kufanya. Twende hospitali ukapime, upate uhakika. Ila sio hivyo kuwa na wasiwasi. Kupima yenyewe hujapima, unahisi tu. Mimi naona tungeenda saa hizi kwa haraka. Maana kusubiri kesho naweza nganipekea hii alikuwa vibaya mimi. Naomba nisindikize. Sawa. Fanya tuondoke. Ngoja niweke tena ndani. Lakini pole mwaya. Karibuni. Asante Messi. Nimekuja hapa kupima ujauzito. Nitajie jina. Naitwa Teddy Matias. Kwa sasa daktari ametoka mara moja. Ningemsubiri kwa hapo pembeni. Kapata amani. Sauti yako imenituliza. Macho yako yamenipa tumaini. Sasa najua mapenzi ni nini kupitia wewe. Wewe ni tulizo la moyo wangu. Baada ya maumivu ya muda mrefu, umeniponya kwa upendo wako. Sasa naishi kwa jina. Dokta, samahani mara moja. Kuna wagonjwa hapo walikuwa nakusubiria. Usiku wa machozi mengi. Karibuni. Asante dokta. Nawasikiliza. Nimekuja hapa kupima ujauzito. Okay. Nyote wawili au niwe peke yako? Hapana, ni mimi tu. Unajisikiaje? Najisikia vibaya sana. Tangia juzi nimekuwa na hali ya kutapika. Hata leo nilipokuwa na rafiki yangu nyumbani, hiyo hali imenirudia tena. Imenigia wasiwasi sana.
Okay, unaitwa nani? Naitwa Teddy Matias. Sawa. Sasa inabidi uende kule reception ukapime. Utamwelezea atakupima na karatasi atakuandikia, utaileta hapa. Sawa. Nilipotea sana nikitafuta sehemu ya kupumzika moyo, mpaka ulipokuja wewe. Nilitembea gizani, machozi yakinitiririka, kila niliyeshika mkono aliniacha njiani. Lakini wewe hukuniuliza mengi, ulinikumbatia tu nikapata amani. Sauti yako imenituliza, macho yako yamenipa tumaini. Sasa najua mapenzi ni nini kupitia wewe. Teddy. Ndiyo daktari. Kipimo kinasema wewe ni mjamzito. Hongera kwa kupata mtoto. Cha kukushauri, unatumia matunda, mboga za majani ili kujenga afya yako. Sawa. Na baada ya miezi mitatu kama hali yako itakuwa unajisikia vibaya, utakuwa inabidi uje kuhudhuria kliniki mapema. Sawa. Alafu kitu kingine Teddy, samahani nataka nikuulize kitu hapo. Je, umeolewa? Yaani unaishi na mume wako nyumbani? Kwa nini unaweza kusikolewa au kuna shida yoyote labda? Hakuna shida. Ila nitaka kufahamu kuwa ameolewa ama anaishi na mpenzi wake. Hapana daktari, sijaolewa. Na wazazi wako wanafahamu kama una mpenzi? Kuhusu wazazi hawafahamu chochote. Basi sawa. Inabidi ukamwambia yule mpenzi wako kwa wewe ni mjamzito, karibia napata katoto. Hivyo hiyo mimba inabidi muilee kwa umakini sana. Sawa. Na asitokee mtu yote ukushauri hiyo mimba uitoe. Nina maana kukuuliza hivyo maana wewe sasa hivi ni mjamzito na wanaume sasa hivi watabiriki. Sawa daktari. Asante kwa ushauri wako. Asante pia. Kama patatokea changamoto mtasaidia hapa. Sawa. Nilipotea sana nikitafuta sehemu ya kupumzika moyo, mpaka ulipokuja wewe. Nilitembea gizani, machozi yakinitiririka, kila niliyeshika mkono aliniacha njiani. Lakini wewe hukuniuliza mengi, ulinikumbatia tu nikapata amani. Sauti yako imenituliza, macho yako yamenipa tumaini. Sasa najua mapenzi ni nini kupitia wewe. Wewe ni tulizo la moyo wangu, baada ya maumivu ya muda mrefu. Umeniponya kwa upendo wako,
Sasa naishi kwa ajili yako. Wewe ni ndoto niliyoyomba katika usiku wa machozi mengi. Usiniache milele mpenzi wangu, maana wewe ndiyo tulizo langu. Usiku naomba ubaki karibu nami, maana moyoni mwangu umeshakuwa nyumbani. Wewe ni tulizo la moyo wangu, baada ya maumivu ya muda mrefu. Umeniponya kwa upendo wako, sasa naishi kwa ajili yako. Wewe ni ndoto Niambie kipenzi. Safi. Bibi, zauko kutoka hapa. Zauko ndo kwa naweza kusoma nzuri na sio nzuri. Maana hapo nyinyi nimetokea kwa Teddy, hata siwepo nyumbani. Ipo ajisikii vizuri, najisikia vibaya. Kwa naye hajapata kumfariji. Nipigie simu yake, imebidi tu nimwache. Ndio kusikiliza kipenzi changu. Nimekuita hapa sijua kipenzi, mimi nimekumisi. Wewe mwenyewe unajua shida yangu nini. Najua wewe mwenyewe unaelewa. Nimekumisi pia. Tuende chumbani. Nilipotea sana nikitafuta sehemu ya kupumzika moyo, mpaka ulipokuja wewe. Nilitembea gizani, machozi yakinitiririka. Kila niliyeshika mkono aliniacha njiani, lakini wewe hukuniuliza mengi. Ulinikumbatia tu nikapata amani. Sauti yako imenituliza, macho yako yamenipa tumaini. Sasa najua mapenzi ni nini kupitia wewe. Wewe ni tulizo la moyo wangu, baada ya maumivu ya muda mrefu. Umeniponya kwa upendo wako, sasa naishi yako. Wewe ni ndoto niliyoyomba katika usiku wa machozi mengi. Usiniache milele mpenzi wangu, maana wewe ndiyo tulizo langu. Usiku naomba ubaki karibu nami, maana moyoni mwangu. Hivi leo nikuulize kitu. Niambie mpenzi wangu. Unanipenda kweli mimi? Nakupenda. Tena sana tu. Na iwapo nikapata ujauzito utakuwa tayari kulea? Yeah, ujauzito lazima nilee kwa sababu si tuko umebeba ujauzito wangu. Kwa nini nishinde kulea ujauzito wangu? Una wasiwasi na hilo? Na kwa nini umeniuliza hivyo? Amna, nilitaka tu kujua. Okay. Na vipi kuhusu Kaitana? Je, una mahusiano naye yoyote? Kaitana? Bwana Kaitana, sina chochote kinachoendelea kati yangu mimi na yeye. Kwa maana anajishobokesha kwako, si ndio? Naweza nikasema hivyo mai. Ngazani unanisaliti. Basi ila baby. Yeah. Leo nimekuja hapa na surprise yako kubwa sana yani. We. Sipendi masuala yako. Fumba macho kwanza. Jamani, surprise nifumbe tena macho. Ndio. Ngoja nikae vizuri kufumba macho, Pia nige mkono wako. Mkono wangu? Akulia kushoto. Wakulia. Kweli? Aya hapa. Jamani. Unamaanisha una njaa? Hapana, sio njaa. Unamaanisha nini? Na mimba yako. Mimba?
Yangu mimi? Ndio. Aliyekwambia kwamba mimi nahitaji mtoto kwa sasa hivi na Lau, unanitania? Niambie basi kama unanitania. Siko tayari kuitwa baba sasa hivi. Lau. Umesema mimba ni ya nani? Ni yako Lau. Ni ya kwangu, si ndio? Mimi si ndo mwenye mimba? Sasa na mimi nasemaje, sihitaji kuitwa baba sasa hivi. Lau, kumbuka wazazi wangu hawajui chochote kuhusu hili Lau. Katafute mwanaume wa kuilea hiyo mimba. Mimi sihitaji sasa hivi. Au kaitoe hiyo mimba, tutakuwa pamoja. Nitoe mimba? Ndio. Lau, huyu ni mtoto wako, kwa nini mtoe? Unanielewa kwa makini? Nimekwambia aje, kama unahitaji kuendelea kubaki na mimi, kaitoe hiyo mimba. Na kama hutaki kwenda kutoa hiyo mimba, basi na mimi naomba ondoke kwangu. Usifanye hivyo. Lau, mimi siko tayari, siwezi. Unatoa mimba utoe? Mimba sitoi. Naomba ondoke kwangu. Lau. Unajua vizuri. Nimekwambia toka nyumbani kwangu. Hivi wewe? Toka. Mina. Penzi wangu nao. Toka. Uzi kabisa. Sirudi tena. Samaki baharini, machozi yangu yanakwenda na maji. Unipende kwa nini? Nimeinvest, umekula mtaji. Sawa, siwezi sema ya kwako, maana huwa yangu siri. Tukiacha watoto, kuna moja nafikiri inaniuma sana, yanachoma. Tatizo moyo, ukishapenda unaamini, hata ukisalitiwa ngumu kufanya maamuzi. Moyo, 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 moyo ajabu, moyo ajabu, moyo, 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 moyo. Mwenzangu ulipanga mazito, mazito. Undole mwanzo uliupanga na mwisho zilikuwa hasira. Aibu imekuwa maficho. Songiende wapi, wapi? Maana tamzazi amesha kukana, zilikuwa hasira. Aibu imekuwa maficho. Iwaze kesho, wewe ndo mama ya wanangu. Haya mateso yanutafuna moyo wangu. Tatizo moyo, ukishapenda unaamini, hata ukisalitiwa ngumu kufanya maamuzi. Moyo, 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 moyo ajabu, moyo ajabu, moyo, 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 moyo ajabu, moyo ajabu. Shemeji, shida nini? Shemeji, una shida gani shemeji? Kwani vipi shemeji? Shida nini kwani? Niache! Siwezi sema ya kwako, maana huwa yangu siri. Tukiacha watoto, kuna moja nafikiri
inaniuma sana, yanachoma. Tatizo moyo, ukishapenda unaamini, hata ukisalitiwa ngumu kufanya maamuzi. Moyo, 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 moyo ajabu, moyo ajabu, moyo, 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 moyo. Zangu ulipanga mazito, mazito, mbele mwanzo ulipanga na mwisho zilikuwa hasira. Vipi bwana? Kama kawaida. Vipi, mbona umekaa kama una mawazo hivi? Hapana, mimi niko sawa. Sema kuna shida kidogo tu imenifanya kidogo kuwa kwenye mazingira kama haya hivi, lakini niko sawa. Ni changamoto gani hiyo? Shemeji yako bana alikuwa hapa, alikuja hapa akanielezea masuala yake. Sema ni kikwazo kidogo tu ndio kimesababisha mpaka kupelekea kwa kwenye mazingira kama yale. Kwa sababu alikuja hapa akaniambia kwamba ana mimba. Wakati nikiwa njiani naenda nyumbani, nimekutana naye akiwa analia. Na nikajaribu kumuita japo niongee naye na hajanisikiliza kabisa. Mimi hapa bana nilimwambia kitu kimoja tu kwamba kama anahitaji kuendelea kubaki na mimi basi akaitoe ile mimba, kwa sababu kwa sasa mimi siko tayari kuilea ile mimba. La sivyo kama hataki basi angalie sehemu nyingine pa kuweza kuipeleka hiyo mimba, kwa sababu mimi kwa sasa hivi siko tayari kwa hiyo. Unasema nini? Inawezekana vipi kumwambia eti kwamba atoe mimba? Yaani una akili timamu kweli? Unajielewa kabisa yani? Namwambia atoe mimba. Na kile ni kiumbe chako. Unaanzaje kutoa mimba mtoto ambaye hana hatia yoyote? Tu kwamba unasema tu kirahisi kwamba nimemwambia atoe mimba. Ndio. Ni damu yangu. Lakini kwa sasa hivi siko tayari sasa. Kufanyeje? Kulea ujauzito. Na ndio maana mimi nimemwambia akaitoe. Kwanza shemeji anakupenda sana. Na ndoto yake mje kuishi kama mke na mume. Sasa wewe unapomwambia kwamba atoe mimba, hauoni kama unamkosea sana? Kwa sababu mimi ninachokuomba ndugu yangu, kaa naye, zungumza naye kwa ushauri tu. Basi sasa nimekuelewa ndugu yangu. Sawa? Kwa hiyo itabaki jukumu langu mimi kukaa chini kufikiria. Alafu pia unajua hao pia ni wanawake ujue. Sawa? Leo anakuja anakuambia kwamba ana mimba yangu. Alafu kumbuka yule shemeji yako mimi bado sijamuoa. Atakuwa afanyeje kunifahamu bado ni ngumu. Umeona? Kuna ile unakubali unalea mimba afu dakika za mwishoni unakuja unaambia mtoto sio wako. Sijui umeelewa? Hilo nalo pia liweke kichwani mwako hilo. Hasa unapokuwa unanishauri kwamba sijui shemeji kafanyaje, basi na hilo pia lifikirie. Sijui umenielewa ndugu yangu? Mimi ushauri wako nimeuelewa, nitakaa chini nitafanyia kazi. Ni sawa. Na kirudi hapa mwite, uzungumze naye, kaa naye, zungumza naye. Yaani usitumie hasira yote, usitumie hasira. Haina shida, ndio shaka. Basi poa, mimi naondoka. Baridi? Poa. Baadaye basi tutapigiana simu. Lao,
Mimi mzee nakupenda. Hivi mimi na kasoro gani? Yaani kila siku unaongea kitu hiki tu. Kwa nini hutaki kunielewa? Ongea kitu basi. Sikia. Nadhani nilichokuambia awali hapo nakikumbuka vizuri. Sawa. Mimi nakupenda. Ukisema unikatae, sitoweza kulala, sitoweza kuishi. Mimi nakupenda kweli. Naomba unikubalie. Sihitaji tena maelezo mengine kutoka kwako. Sio hivyo bwana. Mzee, mimi nakupenda. Unajua wewe ndio furaha yangu. Unaniambia hivyo unanitesa. Nakupenda mwenyewe. Nisikilize kama mambo simamie, msingi yangu mwenyewe kwa mtu. Nisikilize basi langu. Unajua ni wewe ni mwanamke sana. Yaani najivunia sana. Hivi una akili kweli? Unajielewa? Unajua unachokifanya? Kwa yule mwanamke ndo amekufanya ukatae mimba ya Teddy, si ndio? Hivi nyie wanaume mkoje nyie? Au mnataka mpendweje? Yaani mwanamke ambaye yuko tayari kukupa heshima, wewe kama mwanaume lijali, lakini bado unaenda kumdhalilisha barabarani. Mnakisi kabisa watu wanapita pale. Mbona unamdhalilisha rafiki yangu kiasi hicho? Shem, naomba nisikilize. Pale mbona hakuna chochote kilichofanyika pale? Wewe ndio umenisi vibaya. Wewe umekuja kunishtumu vibaya. Yaani uko tayari umdhalilishe mwanamke ambaye yuko tayari kukupa heshima wewe kama mwanaume lijali. Mnasimama barabarani, mnakisi. Kwa nini lakini unakuwa hivyo? Hakuna, mimi nasema ukweli. Hakuna chochote pale kilichotokea. Naomba basi. Sawa, naomba unisamehe. Au kosa lake ni nini? Kukupenda wewe? Kukuonesha upendo wa kweli? Ndio alichokosea. Na yule mwanamke ana kipi hasa wewe kilichokushawishi? Hizo nyama au hiyo rangi ya mchongo ndio inakudanganya? Badilika shemeji, na nakwambia nikiwa kama rafiki yake na Teddy, mimba utalea. Utake, usitake, hata polisi tutafika, ila ile mimba utalea. Samaki baharini, machozi yangu yanakwenda na maji. Unipende kwa nini? Nimeinvest, umekula mtaji. Sawa, siwezi sema ya kwako, maana huwa yangu siri. Tukiacha watoto kuna moja nafikiri, inaniuma sana, yanachoma. Tatizo moyo, ukishapenda unaamini, hata ukisalitiwa umekufanya maamuzi. Moyo, 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 moyo ajabu, moyo ajabu, moyo, 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 moyo. Ulipanga mazito, mazito. Ule mwanzo ulipanga na mwisho zilikuwa hasira. Aibu imekuwa maficho. Songiende wapi, wapi? Maana tamzazi ameshakukana, zilikuwa hasira. Aibu imekuwa maficho. Iwaze kesho, wewe ndo mama ya wana.
haya mateso yanutafu